Lakini hakika kabisa leo ukiwaita tena wale watu uliowaita mwaka wa kwanza wakati tunafanya dinner gala kwa ajili ya kuchangia pesa kwa ajili ya mambo makubwa kama haya, na hakika kama ulipata 10,000 leo utapata shilingi 100,000 kwa sababu awareness ni kubwa na kazi nzuri mmeifanya. Kwa nataka nikupongeze sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya so far. Lakini pamoja na hilo pia nikupongezeni sana Lukiza Autism Foundation mkiongozwa na mwenyekiti wetu wa bodi Dr. Kija. Miaka ambayo mmefanya kazi inaweza kuonekana midogo katika namba, lakini kwa impact ambayo mmeleta katika jamii, kwa kweli Mungu pekee ndiye anayepaswa kuwalipa nyinyi watu. Mmefanya kazi kubwa sana. Leo hii ndani ya Dar es Salaam pekee tunaona hii impact ambayo ninyi kama foundation mmeileta. Watu kila mmoja waliokuwa na watoto ambao wana usonji wanajua wafanye nini. Lakini pia mmefungua fursa kwa maana hata leo hii tunakutana na taasisi mbalimbali ambazo nazo kwa namna moja nyingine kutokana na interest ya jambo hili zimeweza kujitokeza kwa wingi. Tumeona tumepita katika mabanda, tumeona wako vijana wazuri wale toka Arusha ambao wanatengeneza vifaa kwa ajili ya kuwasaidia watoto wenye autism, lakini pia taasisi mbalimbali ambazo zinatengeneza vifaa kwa ajili ya kuwezesha watoto wenye autism kuweza kupata maarifa ya ziada. Lakini pia tumeona program mbalimbali ambazo zinatengenezwa na serikali. Hii yote ni kwa sababu yenu nyinyi na kazi nzuri ambayo mmeifanya, na mengineyo nitakuja kueleza hapo mbele katika hotuba yangu. Lakini yote ni katika mwanzo huu ni kukushukuru wewe mwenyekiti wa bodi na wenzako wote wanaofanya nao kazi kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya na ambayo mnaendelea kuifanya. Na sisi kwa upande wa serikali nataka tukupe moyo mwenyekiti wa bodi na foundation nzima kuendelea kufanya jambo hili, na kwamba sisi serikali tutaendelea kuwaunga mkono ili kufikia malengo makubwa yale ambayo mlijiwekea. Ndugu washiriki, leo sio siku ya hotuba, ni siku ya kushukuru kwa kazi nzuri ambayo inafanyika, lakini pili siku ambayo tunakwenda kukumbuka kazi nzuri ambayo inafanywa na wenzetu hawa ambao wanaanzisha movement kama hizi. Kwangu mimi nataka nitoe wito katika siku ya leo kwamba kampeni hii isiishie mijini tu. Kampeni hii kama ilivyoelezwa kwamba shida ipo sio tu mijini, lakini huko vijijini pia. Na huko vijijini tabu kubwa unayoipata ni kutambua kwamba hili walionalo watoto wao ni maradhi yanayohitaji msaada. Na kwa kuwa wengi wao hatuna elimu ya kutosha juu ya maradhi haya, ningeomba sana foundation hii inapokusanya hela kwa ajili ya kuendelea kusaidia, basi pia focus inayoelekezwa katika maeneo ya remote ambayo watu wanahitaji sana kuwa aware ya maradhi haya. Lakini pili, watu wanahitaji kupewa elimu ili waweze kujua umuhimu wa kupambana na haya ambayo tunayaona sisi tunaishi mijini. Ni kweli kazi nzuri mmeifanya katika maeneo ya miji kama Dodoma, kama Dar es Salaam, lakini pia kama mlivyonieleza kwamba tukio kama hili linafanyika pia Morogoro, lakini pia linafanyika mkoa wa Kilimanjaro kwa maana Moshi. Kwa maana Moshi, Kilimanjaro, Ifakara na Moshi mjini. Sisi kwetu hii ni alama kubwa. Kama ambavyo mmeweza kufikisha ujumbe katika maeneo haya, basi ningeomba mwakani ikiwezekana wakati tunafanya Run for Autism Dar es Salaam au sehemu ambayo tutachagua, basi tuhakikishe kwamba mkoa mzima au mikoa yote ya Tanzania kwa namna moja nyingine katika udogo wake, katika ukubwa wake, watu nao wanafanya matukio kama haya ili kutoa awareness na mambo yaende vizuri katika jamii yetu. Lakini pamoja na hilo pia napenda kutoa wito kwa jamii yetu itambue kwamba changamoto hii ni kweli, na changamoto hii ipo, na changamoto hii tunapaswa kuikabili. Hivyo ushirikishwaji wenu wananchi pamoja na serikali katika kukabiliana na changamoto hii ni lazima uwe wa kiasi kikubwa sana. Sisi kama serikali, kama walivyoeleza wenzangu toka Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais TAMISEMI, tutaendelea kushirikiana pamoja na nyinyi nyote na wale wote ambao wapo katika mapambano dhidi ya kuhakikisha kwamba jamii yetu inawakomboa wote wenye mahitaji maalum katika jamii yetu. Sisi kama serikali tulikwishaandaa miongozo miwili. Mwongozo mmoja wapo ukiwa mwongozo wa utambuzi wa mapema na afya stahiki za watoto wenye ulemavu,
wakiwemo hawa wenye autism kwa mwaka 2021 ambao umewezesha kwa namna moja nyingine kuweza kufikia utambuzi wa kina, lakini pia ushirikishwaji katika makundi yote ambayo yanahitajika. Mwongozo huu sio tu unazungumzia watoto wenye autism, lakini pia unazungumzia watoto wenye ulemavu wa namna zote. Wito wangu kwenu taasisi lakini na wadau mbalimbali kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kwamba mwongozo huu sio tu unakuwa ndani ya wizara zetu au ndani ya idara zetu au ndani ya taasisi zetu, lakini unawafikia wadau mbalimbali, kwa sababu mwongozo unaeleza nafasi ya watoto ambao wana mahitaji maalum, lakini pia mwongozo unaeleza nafasi ya wazazi ambao wanakabiliana na changamoto hizo watoto wetu wanazikabili. Kwa mfano, leo hii hakuna kundi ambalo linapata tabu sana kama wazazi wanaolea watoto wenye autism. Kundi hili kwa ukubwa wake na kwa umuhimu wake wanatakiwa waonewe huruma sana, lakini kupitia serikali tumekwisha toa mwongozo unawezesha nao pia kuwa sehemu ya watu wanaoelimishwa na kuweza kupata elimu juu ya kukaa na kuelimisha watoto wana mahitaji maalum. Lakini pamoja na hilo pia upo mwongozo wa utekelezaji wa ujumuishaji na umarishaji wa huduma kwa watu wenye ulemavu au wenye mahitaji maalum wa mwaka 2022 ambao nao pia unatoa guidance ya jinsi gani unaweza ukatoa huduma kwa wenye uhitaji maalum. Na kama ilivyoelezwa, serikali imeendelea kutenga fedha katika miaka yote. Kwa mfano, katika bajeti ya mwaka huu serikali imetenga fedha shilingi bilioni 9 ambazo zinakwenda kwa ajili ya kusaidia katika eneo hili la kuimarisha afya hasa kwa watoto wenye autism na wenye mahitaji maalum. Lakini pia kupitia wizara yanayoongoza mimi inayosimamia watu wenye mahitaji maalum na hususan eneo la ulemavu, serikali imetenga shilingi bilioni 1.9 ambayo hiyo ni kwa ajili ya kuratibu shughuli zinazohitajika kwa ajili ya ustawi mzuri wa watu wenye mahitaji maalum. Ninawakaribisheni sana Lukiza Autism Foundation kuja wizarani, tukae tuzungumze, tujue jinsi gani kwa pamoja na serikali tunaweza kusaidia kuhakikisha kwamba elimu ambayo tunaihubiri kufika maeneo ya vijijini na kufika kwa wenye mahitaji, nyinyi mkiwa taasisi kiongozi katika kuhakikisha kwamba elimu hiyo inatolewa kwa watu wanaohitajika, lakini pia inawafikia walengwa ili kuweza kutatua tatizo hili lilopo katika jamii yetu. Ninapokwenda mwisho, nataka kutumia nafasi hii mwenyekiti wa foundation ya Lukiza kuweza kuweka msisitizo katika baadhi ya maeneo machache, hasa likiwemo eneo la kuendelea kutoa elimu. Kazi nzuri mnaifanya, elimu inafika, lakini kama tulivyosema, elimu inatakiwa isambae Tanzania nzima, sio iwe tu katika maeneo ya miji, lakini katika maeneo ya vijiji, hususan katika maeneo ambayo yana shule, hasa hizi shule za awali. Utambuzi wa watu wenye mahitaji katika eneo la autism ufanyike katika umri mapema zaidi, ili mtoto anapokuwa tukimgundua kwamba ana changamoto hizi, basi ni muda mwafaka na muda mzuri kwa wenzetu ambao wanatoa huduma hizi, hasa wenzetu ambao wako katika maeneo hospitali, kuweza kuwahudumia watoto na kuweza kuwapa upbringing nzuri zaidi ambayo itawasaidia kuweza nao kushiriki katika shughuli za kijamii, kujenga uchumi wa nchi yao, lakini pia maendeleo ya familia zao kwa jumla yao. Lakini sio hilo tu, pia nataka niendelee kuiomba sana jamii iendelee kujitokeza kuchangia shughuli kama hizi ambazo zinafanywa na foundation kama hii ya kwenu, ili kuweza kuhakikisha kwamba ujumbe mzuri na elimu nzuri ambayo tunaikusudia inaweza kufikiwa. Ninapofika mwisho kabisa, nikupongezeni tena nyinyi kwa kazi nzuri ambayo mmeendelea kuifanya, lakini pia kuvishukuru sana vyombo vya habari kwa kazi nzuri wanaendelea kuifanya ya kutoa elimu katika maeneo yote ambayo yanatakiwa kufikishwa elimu hii. Kupitia vyombo vya habari tumefaidika sana kujua nini kinafanyika katika kuhakikisha kwamba wenye mahitaji ya namna hii wanafikiwa, lakini elimu inafika. Lakini pisho kabisa kwa umuhimu wake, nataka kushukuru sana wizara yetu ya elimu kwa jinsi ambavyo inaendelea kutengeneza mazingira bora ya kuwasaidia vijana wana mahitaji maalum kama hawa, na jinsi ambavyo kwa kweli tumefikia sehemu nzuri sana. Nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutenga fedha mara kwa mara, lakini pia kusukuma sana nchi yetu, hasa wizara zinazohusika na kusimamia eneo hili la afya ya watoto, lakini pia afya za watu wenye mahitaji maalum.
kwa kuendelea kuhakikisha kwamba elimu inaendelea kutolewa, lakini pia bajeti zinatengwa mara kwa mara, na sisi ambao tunakaa kumsaidia yeye Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kutekeleza mazingira hayo au kuandaa mazingira mazuri ya kutoa elimu hiyo, kwa kweli nataka nikiri tunafaidika sana, na ni wajibu wetu sisi kuendelea kuungana na taasisi kama hizi ambazo zinafanya kazi nzuri ya kuelimisha na kusaidia jamii. Naomba niwashukuru sana wote kwa kusikiliza na kushukuru sana kwa kushiriki. Asanteni sana. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.